Karibu mpenzi mtazamaji wa kipindi cha UDOM Zone sehemu ya pili. Kipindi chenye lengo cha kupangazia masuala makubwa ya elimu yanayoendelea ndani ya chuo hiki. Na leo tuko katika ndaki ya hisia, sayansi na jamii, idara ya AMS, yani Arts and Media Studies, tukiwa na lengo la kuzungumza pamoja na waadhiri na wanafunzi wanaosoma somo la muziki, tukiangalia kasi na maendeleo ya namna ambavyo wanajifunza. College of Education. Nimekuja hapa social kwa sababu mimi ni mpenzi wa muziki na chuo kinatupa option ya kuchagua kitu ambacho wewe mwenyewe unaweza ukafanya. Mimi ni first year, ndo mwanzo kabisa ndo naanza na tuko semester ya pili. Kwa hiyo hapa bado nazidi kupata ujuzi kutoka kwa mwalimu wangu. Kwa mpenzi wa muziki, licha ya kwamba kutoka social hapa mpaka kawaida kule kuna umbali, lakini kupitia madarasa ya muziki serikali kuona kubadilisha mtaala wa elimu kwamba inatakiwa mtu asome kitu ambacho anakihitaji. Ndio maana sasa hivi kuna curriculum mpya ambayo imeandaliwa mizizati mwanafunzi kama ania kusoma muziki, kama ania kusoma maigizo, kama ania kusoma masuala ya faniati, masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na masuala ya sanaa. Kwa hiyo jambo limeanzishwa mwaka 2026. Pia ndio maana serikali hata kama ikitaka masuala ya katika mambo ya serikali, pia watu wanapendelea masuala ya sanaa. Kama wakati tunaona halaiki, wakati tunaona vipaji mbalimbali ambavyo vinahusiana na masuala ya muziki. Kozi hii si jengo la mihadhara, bali ni kiwanda cha fikra kinachowalea wabunifu wa kesho. Kuanzia kishindo cha kamera za filamu hadi hisia kali za sanaa za maonyesho, hapa ndoto zinatengenezwa. Kozi inatoa mafunzo katika maeneo mbalimbali ikiwemo uandishi wa miswada, utalishaji wa filamu pamoja na uigizaji. Hapa nadharia hupewa uhai kwa vitendo. Mwanafunzi hagusishi kalamu kwenye karatasi pekee, bali anashika kamera na kuhalili picha. Ni darasa linaloishi, likiwaandaa vijana kukabiliana na ulimwengu wa kidijitali kwa ujasiri. Ubora wa kazi unategemea ubora wa vifaa. Kwa kuwekeza kwenye studio za kisasa na maabara za kidijitali, idara inavunja mipaka ya kienyeji na kumpatia mwanafunzi nyenzo zinazomfanya ashindane katika anga za kimataifa. Maisha ya mwanafunzi wa sanaa na media ni mchanganyiko wa kazi ngumu na ubunifu.
Kwa chuo chetu cha Dodoma, kozi ya muziki ni miongoni mwa kozi ambazo ni supportive, kozi ambazo zinatoa support kwa wanafunzi wanaosoma masomo ya theater na masomo ya fine arts. Kwa kozi ikiwa supporting inakuwa elective, kwa hiyo mtu yoyote kutoka kwenye hizi field ana uwezo wa kuja kusoma ikamsaidia. Kuna kozi za mwaka wa kwanza zinakuwa 2 au 3, mwaka wa pili, mwaka wa 3. Kwa hiyo ndio kozi za muziki zinazofundishwa. Manufaa yako mengi sana. Yako manufaa ya kisayansi kwamba kozi hizi zinamsaidia mtu kuelewa vizuri masomo mengine kwa sababu ya kumpa zile skills ambazo kuna coping skills za kushirikiana na watu wengine, interpersonal. Lakini kisaikolojia pia inaondoa stress. Kuna masomo yako mengine, mchezo mzima wa kitabu kizima cha kukariri, ukija kwenye muziki na kupunguzia stress na kuweka vizuri kwenye mambo. Lakini kuna kozi nyingine ambazo na zenyewe zinahitaji muziki, kama kwenye theater wanatumia muziki kama hivyo. Kwa hiyo hii inakusaidia kama kusupport unaposoma kozi nyingine. Wapo ambao kutoka hapa kwa kozi chache walizosoma za muziki wameweza kwenda kujiajiri kwenye muziki na baadhi wameajiriwa, ingawa tunachofundisha hapa bado sio full degree program ya muziki. Full degree program ya muziki ipo kwenye hatua za mwisho, so soon tutakuwa na degree full ya muziki, lakini kwa sasa ni optional na ni supporting. Zipo kozi takriban 9 za muziki ambazo zinafundishwa kuanzia mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 3, na zote ni supporting courses kwa ajili ya watu ambao wanasoma masomo mengine ya sanaa. Chuo nilichosoma mimi, chuo cha Mlimani, kulikuwa na sera kabisa ya chuo kwamba ukiwa mwanafunzi wa chuo utalazimika kusoma baadhi ya course. Na huku kwetu sisi tuna sera kwamba ukiwa mwanafunzi utakuwa na yale masomo yako kwa, lakini lazima uwe na masomo ambayo ni elective. Na wengi wanafunzi wanapenda kuchukua muziki kama elective. Kuna degree program mpya imeanzishwa education ya Bachelor of Education in Music. Hao wanajifunza kwenda kufundisha Bachelor of Education with Music. Wanachukua muziki kama masomo ya kwenda kufundishia. Na kwenye kipindi leo kama umeona, au ndio wanafunzi ambao walikuwa wanajifunza muziki, hao ni walimu.
Somo la muziki linafundishwa hapa idarani kama optional course, na kwa kweli muziki umekuwa ni kivutio na umekuwa ni kama fani ambayo kwa sasa ni fani ambayo inategemewa sana na vijana katika kujipatia ajira, lakini pia kujipatia kipato, kuweza kukuza uchumi binafsi na uchumi wa taifa. Kwa hiyo mpaka sasa idarani tunafundisha somo la muziki bado kama optional course, lakini tunaendelea kufundisha. Uwekezaji katika somo la muziki upo hasa kwa upande wa vifaa, vitendea kazi, na maanisha tunavyo vyombo, lakini pia tuna studio ambayo tunatumia kufundishia hao wanafunzi. Kwa hiyo hata kama vyombo haviko kwa ukamilifu wake, lakini jitihada zinaendelea kupata na kununua vyombo kwa installment tunaweza. Tunawaandaa hata kama ni optional course, lakini jitihada na nguvu za ufundishaji zinabakia kuwa pale pale. Wanafunzi wanafundishwa na walimu mahiri, walimu wabobevu, lakini pia naweza kusema kwenye ufundishaji pia tuna jitihada pia za kuongeza walimu. Kwa mfano hivi karibuni hapa tumeweza kupata studio instructor mmoja ambaye anaenda kuongeza nguvu katika studio zetu za muziki. Kwa hiyo jitihada zipo ili kuandaa vijana waweze kubobea katika somo la muziki na waweze kufanya vizuri huko kwenye music industry. Lengo kubwa ni kuwawezesha vijana, sawa? Kuwawezesha vijana hasa ukizingatia katika kipindi hiki ambacho ajira hazitoshi. Kwa hiyo kama ajira hazitoshi, tunachoangalia ni kuwaweka vijana katika ajira za kujitegemea, kujiajiri. Lakini ukifanya muziki una mambo mengi, una vitu vingi. Kwanza unakuburudisha, lakini unakupatia kipato, ndo kama nilivyosema, kama sehemu ya ajira kwa vijana. Lakini pia muziki, ukiangalia historia ya muziki hasa kwa Afrika au Tanzania, imefanya kazi kubwa sana. Muziki una kazi kubwa sana, kuonya, kubadilisha jamii kutoka mwelekeo fulani lakini kwenda kwenye mwelekeo chanya. Katika mwaka huu wa fedha mwaka 2025-26 tayari tumeshaanza kutengeneza program. Tumeshafanya vipengele kadhaa ili kuweza katika kuandaa hiyo program ya somo la muziki, program kamili kabisa. Tayari tumeshafanya tafiti kuhusiana na uhitaji wa huko duniani, lakini pia tumeshafanya benchmarking kuona wenzetu nchi zingine au vyuo vingine wanafanyaje, wanaandaaje program kama hizi. Kwa hiyo tunaendelea tayari, mchakato wa kutengeneza program kamili ya muziki ipo bio. Kwa kweli Chuo Kikuu cha Dodoma kwanza, kama tunavyojua, ni chuo kikubwa Afrika Mashariki na Kati, lakini pia tunafanya vizuri na tunafanya kwa malengo ya kuweza kumshirikisha kwanza kijana, lakini kumfundisha kwa tunasema competency based, awe competent, awe mtaalamu kabisa katika somo la muziki,
ili anapoweza kutoka hapa aweze kwenda kufanya vizuri katika kiwanda cha muziki. Wapo wanakuwa maproducer, wapo wanakuwa na muziki wenyewe, lakini wapo wanaoanzisha makampuni ya muziki, makampuni mbalimbali, wapo ambao watakuwa ma sound engineers. Kwa hiyo napenda tu niwaambie watazamaji ambao wana lengo au hawana lengo la kuja kusoma UDOM, waje wasome UDOM. UDOM ni chuo ambacho tunafundisha kwa dhati, na tunafundisha tuna walimu, tuna resources, miundombinu inayofaa. Kwa hiyo nawakaribisha sana watazamaji wote, na walete watoto wao wenyewe. Kwa hiyo tuna mambo mazuri. Asante sana. Kwa niaba ya wazalishaji wa kipindi hiki cha UDOM Zone, ulikuwa nami Lulu Michael Luvanda kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kwa maoni na ushauri usisahau kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii kote kwa UDOM Digital. Mpaka wakati mwingine, bye bye.